اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. يا معشر الإخوة، أحييكم بتحية مباركة من عند الله، ألا وهي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia ziada za rehema kipenzi cha umma, si mwingine Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, popote pale mlipo ndugu wapenzi watukufu mnayefuatilia Maalim Shabani. Amma al-yaumu, siku ya leo nasema kwamba tumshukuruni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa huruma na mapenzi yake kutuamsha tena na tukakutana tena kwenye vipindi vyetu hivi. Ni raghaba na mapenzi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulikuwa na wenzetu wangapi wenye kila aina ya sifa ya siha, yani wana sifa njema. Ukimpima anaonekana hana ugonjwa wa aina yoyote, yuko sawa. Anakula chakula cha aina yoyote, mashallah. Hana dosari ya kusema kwamba huyu ana chembe za ugonjwa, hana. Lakini na uzima wake huo na afya yake hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala kamchukua. Hivi tunavyozungumza mimi na wewe, wenzetu design kama hiyo wengine wako makaburini hivi sasa. Wengine ndio wapo wanashughulikiwa kupeleka makaburini. Kwamba haishi mtu kwa sababu eti ana afya njema, aendelee kuwa mtu hai kwa sababu ana afya njema. Wangapi katika wagonjwa wa mahututi kabisa, wa hali mbaya, wengine wametoka ICU wakarudi wakaendelea tena na maisha duniani, na wangapi waliokopo wakiwauguzwa wenzao, wale wauguzaji ndio waliotangulia kufa. Huyo ndio Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa ajili hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio anampa lolote kwa mja wake lile analolitaka. Hiyo afya ni miliki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uzima ni miliki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunyanyua mguu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kuna mtu ana kila aina ya sifa ya uwezo, lakini wallahi kujikuna kwenye mgongo wake hawezi. Uwezo anao, mali anazo, nguvu ya kusema anayo, anaweza kusema tu bwana huyu mchukueni huyu. Ikiwezekana huyu bwana mchukue mweke ndani kwanza mtie adabu kidogo. Uwezo huo anao, lakini wenda Mwenyezi Mungu kampa maradhi mazito kiasi ambacho hawezi hata kujikuna mgongoni kwake. Sasa kwa ajili hiyo ndugu zangu wapenzi watukufu, ukijikuta umeamka salama asubuhi, basi jambo la kwanza nyanyua mikono juu, sema ewe Mungu alhamdulillah, na kushukuru kwa neema tu ya kuniamsha, na kushukuru kwa neema ya kuiona asubuhi ya leo. Imefika jioni, mshukuru Mungu, mwambie Mungu nashukuru kwa kuiona jioni ya leo. Hafiki mtu jioni wala hamke asubuhi kwa nguvu yake. Saidina Umar anasema utakapoamka asubuhi, basi usio na dhana kwamba jioni utakutana nayo, na ukifika jioni usio na dhana kwamba asubuhi utakutana nayo. Anasema ishi kama vile mgeni katika hii dunia. Ndio bale bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema kwamba kun fi dunya kaannaka gharibun au abil sabil, yani kuwa katika hii dunia, ishi katika dunia kama vile mgeni au mpita njia fulani tu, amepita njia, amekaa kwenye kivuli cha mti, amepumzika, anasubiria kuendelea na safari yake. Hayo ndio maisha ya Muislamu au ya muumini, anatakiwa aishi hivyo. Usiishi ile matumaini tu, mimi mpaka 2041 nitakuepo. Mimi 2050 nitaikuta. Hapana, Muislamu anatakiwa akiamka asubuhi jioni asijue kwamba nitafika. Kwa ajili hiyo tunakumbushana mawili matatu haya, tusijisahau katika hii dunia. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Isiwashughulisheni dunia. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Shaytani huyu ni adui yenu, basi mfanyeni kuwa ni adui. Asije kwamba mimi na shetani wangu huyu ananieleza vitu vizuri, Allah kishasema shetani ni adui, basi abaki kuwa ni adui. Kwa ajili hiyo ndugu zangu wapenzi watukufu, ni nasaha 2-3 tulikuwa tukumbushana. Kwa pale ambako tumejisahau, basi tukumbushane. Allah yuwasema katika Qur'ani, wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin.
Hemkumbushaneni nyinyi wanadamu. Kumbushanyeni, hakika ukumbusho unawafaa wale wenye kuamini. Ukumbusho unawafaa wale waumini, wenye kuamini. Sasa ukumbusho unasema wadhakir kwenye ile surati katika surati gani? La kama sikosei. Anasema wadhakir inna fa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha. Hakika ukumbusho unafaa wale wenye kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wanyenyekevu ndio ukumbusho unakuwa kwao ni wenye kuwafaa. Wengine kuwakumbusha naona mbona hayo tushasikia. Yule naye siku hizi naye kama unakumbushwa kunako Allah, usimwangalie mkumbushaji anafananeje, angalia nini anakisema. Mwenyezi Mungu atuwafikie kila la kheri. Ndugu zangu wapenzi watukufu, siku ya leo tukumbushana kitu kimoja tu, au tunaelezana kitu kimoja. Kama una wasiwasi nyumbani kwako ya wezi labda kuja kukuibia wewe nyumbani kwako, sometime unatoka, huna mlinzi, huna mfanyakazi, huna chochote, unatoka tu unaondoka kwenye ishtighali zako na unachelea na unahofia kwamba hapa wanaweza wezi wakaja wakaiba. Mshinifahamu vizuri au wewe mwenyewe tunaishi nyumbani kwako usiku, unaweza ukachelea wezi wakaiba. Basi hii tunakumbushana tufanye. Inawezekana tunajua, lakini tukumbushane kwenye hili. Soma hii sura kwa ajili ya kuwadhibiti hao viumbe biidhnillahil karim. Utasoma wasamai dhatil buruj, utamsalia Mtume sallallahu mara 10, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alafu kesho utasoma wasamai dhatil buruj. Simama katikati ya mlango wako, wasamai dhatil buruj, unasimama pale pale mlangoni unaisoma wasamai dhatil buruj wal yawmil maw'ud wa shahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdudin nar dhatil waqud ila akhir, mpaka kule fi lawhin mahfudh. Unarudia tena mpaka fi lawhin mahfudh mara 3. Kisha pale pale mlangoni soma ayat kursi, zisome hizo 3. Alafu kisha sema bismillah, yani neno hilo moja tusema bismillah pale pale mlangoni. Alafu kisha ondoka. Nia, makusudio kwamba nafanya hili kufanya ulinzi katika nyumba yangu hii. Kuna mzee wangu mmoja, yeye anafanya huo uradi. Basi nyumbani kwake shekhe, kuna siku anaweza kulala hata asifunge milango. Milango afungi kabisa, anaweza kuamua tu leo sifungi milango. Yani amefikia imani kiasi ambacho anasema leo sifungi, na kweli anaweza kufunga milango wazi na watu wanapita wanaogopa kwenda kuchukua. Wanasema huyo mchawi huyo. Sio mchawi shekhe. Imani, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Muombeni Mungu alafu muwe na imani kwamba kile unachoomba unajibiwa. Yaani usiombe alafu Mungu wewe sijui utanijibu, utajua mwenyewe bana, ndio nishaomba mimi. Wewe huwezi kujibiwa kweli, kwa sababu Allah katika hadithi al-Qudus anasema Mwenyezi Mungu yuko katika dhana ya mja wake. Ukimdhania Allah vyema ndivyo itakavyokuwa. Ukianza kujishukushuku, mimi kweli sawa una makosa na nini, jishushe mbele ya Allah, mwambie Allah mimi ni dhalim, dhalamtu nafsi, kama alivyofanya Nabiyullah Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Ya Rabbi, mimi nimejidhulumu nafsi yangu, nisaidie kwenye hili. Hebu nawe fuata hizi nyayo za waja wema. Ambia Rabbi, mimi nimedhulumu nafsi yangu na kukosea asubuhi na kukosea mchana na kukosea jioni. Inawezekana katika mema yangu ninayoyafanya ni asilimia 20 tu au 15, lakini katika mabaya yangu ninayoyafanya ni asilimia 85. Ya Rabbi, usiangalie ukubwa wa mabaya yangu, angalia mimi nimekuelekea wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Sijamuelekea mzimu, sijamuelekea shetani, sijamuelekea jini, sijamuelekea kiumbe wa aina yoyote, nimekuelekea wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Naomba kwenye hili nivushe. Allah atakupa. Inna Allah Mwenyezi Mungu anasema huwa arhamur rahimin, yeye ndio mwingi wa rehema na ni mwenye kurehemu. Ar-Rahmanir Rahim, mwingi wa rehema na ni mwenye kurehemu. Sifa ya rahma, Ar-Rahman, mwingi wa rehema, hii ni miongoni katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Usiende Allah kumuomba kibabe babe bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, hata uisome dua kwa Kiarabu na matamshi mazito na utumie zaidi ya risali zima, lakini bila kujishusha na kujinyenyekeza kwa Allah, kujiona wewe si lolote, kujiona si chochote. Bila Allah huwezi kufumbua hata jicho lako. Anza kwanza kujikabidhisha kwa staili hiyo. Ya Rabbi, inni dhalamtu nafsi, Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Mwenyezi Mungu nisamee mja wako mimi,
nisamehe yale ambayo nayafanya kwa kuyarudia, na unisamehe yale ambayo nayafanya kwa kukusudia, na unisamehe na yale ninayoyafanya kwa kutokukusudia. Innaka anta arhamur rahimin. Allahu akbar. Maneno mazuri kiasi gani wambembeleza Allah. Na Allah siku zote anapenda kuombwa. Allah sifa yake ni kutoa, na akiombwa anatoa. Kwa ajili hiyo soma wasamai wa dhatil buruji mara 3, ayat kursi 3, kisha mwisho tusema tu bismillah. Usiseme bismillahir rahmanir rahim, la, sema tu bismillah, alafu yalla bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wala quwwata illa billah. Alafu soma na ile dua Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alayka tawakkaltu wa anta rabbul arshil karim ma sha Allahu kana wa man lam yasha lam yakun la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri kulli dabba anta akhidhun bi nasihatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Kisha unaanza bismillah tawakkaltu ala Allah, unaondoka kwenye istighfari zako. Lam yadhurruka shay'an abadan, akita kudhuru chochote. Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi, tuwe wenye kuitegemea kitabu cha Allah, na tuwe ni wenye kukimbilia kwenye maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Soma kama kuna watu wanakudhulumu mambo yako, soma sana wasamai dhatil buruji. Tutakuja kuelekezana na mengine. Ndugu mtazamaji, mnazi upo. Tulul umri, mnazi, ile dawa ya mnazi hii hapa kwa wale wanaume wenye mashakili, maumbile yanakuwa mafupi, anakuwa maumbile yake lakini yanarudi ndani. Tumia hii mnazi, itakusaidia. Mafuta halisi ya sandaruti yapo, haya hapa tuna ibtalus sihri, ile dawa ya kubatilisha uchawi uliokuwa ndani ya tumbo. Tuna ma'u shifa, haya sitaki kuelezea sana kwa sababu mwayajua. Hapa tuna subiani kila yenye kuua majini waliokuwa ndani ya mwili. Unakunywa kifuniko kimoja tu hii dawa, habari yake ni nzito. Mwenyezi Mungu awajalie muipate hii subiani kila, ili muwatandike masahiri wa kijini waliokuwa ndani ya mwili. Ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shaban, chukua hicho kichache, kifanyie kazi. Mazuri aliyozungumza ni taufiki ya Allah. Kama kuna makosa, hii ni ubinadamu na nafsi. Allahumma inni a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaitani wa sharke. Nyuma kamera akisimama vema Habibi Suleiman ibn Sultan, bila kumsahau Habibi Hamisi ibn Kimaka, hakikisha mambo yanakwenda kwa uzuri kabisa hapa Ummu Shifa au Maalim Shabani Dua Center. Na mimi ni ndugu yako Maalim Shaban, tupatikana hapa Mbande Mwisho. Tunawakaribisha sana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa ila liqa. Kile kituo chako pendwa cha tiba asili na dua cha Ummu Shifa chini ya Maalim Shaban sasa kinatibu magonjwa yote sugu ikiambatanishwa na visomo mbalimbali. Yes, Ummu Shifa wanatibu presha, matatizo ya kichwa, matatizo ya macho, kisukari, miguu kufaganzi, kutoshika ujauzito au kuharibika kwa ujauzito, matatizo ya nguvu za kiume, nuksi, mikosi, mashaitani pamoja na vifungo vya uchawi. Njoo wewe na familia yako uondokane na matatizo uliyokuwa nayo. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755782478 au 0717284242 na 0625575272. Ummu Shifa, ukipona wewe na taifa pia limepona. Wote mnakaribishwa.